wenyeji. Yamekuwa kizungumzwa mengi sana hapa hizi siku 2-3 Maulid, na najua wengi wanataka kufahamu ni nini hasa ambacho kimetokea. Zimekuwa ni tetesi. Sasa hali, labda tuanzie hapa kabla ya kwenda kuimulika mechi yenyewe. Ali amefungiwa, Ali amefungiwa. Ukweli ukoje na taarifa hizi zikoje kwanza kwako? Yes, swali zuri Mkule. Kwanza, taarifa ya Ali Shaabani Kamwe kufungiwa miaka 2 sio taarifa rasmi. Ni tetesi ambazo zimeenea kwenye mitandao ya kijamii. Nasema sio taarifa rasmi kwa sababu mimi binafsi sijapokea nakala yoyote ya hukumu. Klabu yangu ya Yanga haijapokea nakala yoyote ya hukumu. Hata wanasheria ambao waliniwakilisha pia hawajapokea nakala yoyote ya hukumu. Maana yake hukumu ya jambo lenyewe bado haijatoka. Zilizoenea ni tetesi ambazo hatujui, na mimi binafsi sijui zilitokea wapi, zilivujia wapi, kwa sababu kama mtu alizianzisha tu zikatapaka. Yes. Wajua wanapoitwa kamati ya maadili, maana yake si jambo rahisi taarifa zake zikavuja kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu Young Africans kwamba taarifa za Ali Shaabani Kamwe kufungiwa sio taarifa rasmi, ni taarifa zilizozuka kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ukweli wa jambo lenyewe uko vipi? Ni kweli niliitwa kwenye kamati ya maadili, na niliitwa baada ya kupelekwa na kamati ya saa 72 ambayo inaendesha mpira. Inaendesha ligi. Yes, wakapeleka shtaka langu kwenye kamati ya maadili, na kesi yangu ya msingi niliambiwa nimeidhalilisha mamlaka kwa maana ya TFF na bodi ya ligi kwa kuzungumza maneno ya uongo yasiyokuwa na busara. Hiyo ndio ilikuwa shtaka langu la msingi, kwa kufanya reference ya post ambayo nilipost au chapisho ambayo nilipandisha kwenye kurasa yangu ya Instagram Februari 3. Ndio ikatumika hiyo na yakawa mashtaka hayo. Kwa hiyo baada ya kuitwa tukaenda kusikiliza, na upande wangu pia wanasheria ambao wanawakilisha tulikuwa nao, jambo likazungumzwa mpaka mwisho, na mwisho wakatuambia sasa nendeni. Sasa tulienda kwa siku 2 pale, Jumatatu na Jumanne. Tukaambiwa nendeni nyumbani, hukumu sasa itatoka baada ya kusikilizwa. Kwenda kwenye details za ndani tulichokizungumza naamini halipo kwenye mamlaka yangu. Hilo ni jambo la kisheria, wapo wanasheria wanawakilisha, wapo na nafasi nzuri ya kuzungumzia kilichozungumzwa pale ndani. Ila neno la mwisho la kamati tuliambiwa nendeni, tumeshawasikiliza, hukumu tutaitoa. Sasa jana ndio tukasikia hayo maneno mbalimbali yakiandikwa mitandaoni, lakini kutoka juzi usiku na. Yes, lakini ukweli kabisa ni kwamba hakuna hukumu hiyo rasmi ambayo tumeipata. Kwa hiyo tusubiri, ikitoka tutaipokea na tuzungumza nao. Kwa nini wanakuwa na haraka? Hivi vitu subiri, kwa sababu wenye mamlaka wenyewe watasema, lakini mtu tu anaibuka anazisha tu afa hana sosi kwamba nani kasema. Lakini story ukisoma haielezi kama mwenyekiti ndio kamati ya maadili ndio kasema, katibu au nani. Hamna. Lakini inatapaka tu. Sawa, hivi vitu vimeibuka Alikamwe. Wewe binafsi vimeku disturb vipi katika hasa kuelekea kwenye dabi na department yako, na kwa maana ya sasa ya kesi au tetesi za hukumu? Tetesi hizi, kwa sababu mechi ni ya kweli na promotion. Sisi kama club na mimi kama mkuu wa idara ya mawasiliano, ambayo kimsingi idara hizi ndio idara ambazo zinasimamia promotion ya kwenda kwenye mechi husika. Jumatatu sikuweza kufanya majukumu hayo kwa sababu Jumatatu kuanzia asubuhi saa 3 mpaka saa 9 mchana tulikuwa TFF kushughulikia hilo jambo likahairishwa, likaletwa Jumanne kutoka asubuhi mpaka saa 12. Yani natoka tu mlangoni pale ndo adhana. Kwa hiyo siku nzima Jumanne siku nzima imeishia TFF. Kwa maana yake zile siku 2 ambazo kimsingi ndio tulikuwa tufanye sasa
uzinduzi wa amsha kuelekea kwenye mechi tulizipoteza kwa sababu ya jambo hilo, na tukawa na subira tukasubiri. Sasa jana tunataka Jumatano nataka tuanze tetesi nyingine pia kama hizo zikatokea mitandaoni. Sasa yes, kimsingi niko na viongozi ambao wanaiongoza hii taasisi, wakaniambia kuwa na subiri tufuatilie. Wamefuatilia wakaambia hukumu haipo. Umeelewa Kwa sasa wakaniambia tulia, kwa sababu unajua tetesi ile, na mimi nitumie nafasi hii kuwaomba wanaoshughulika na mambo haya ya mitandao ya kijamii, nafikiri ni TCRA, si ndio? Naam. Wafuatilie haya mambo na watoe mwongozo, kwa sababu unajua unapotoa taarifa kama ile huenda una vyanzo, lakini madhara ya taarifa kubwa kama ile ni makubwa kwa kweli. Mimi nitakwambia ile usiku ambao taarifa imetoka, mimi mwenyewe ilibidi niende kukesha hospitali na bibi mkubwa, kwa sababu alipata mshtuko mkubwa kweli. Mimi niko mjini, kutiwa pingu ya mpira miaka miwili sio mchezo. Huyu mtu anapoteza kazi yake miaka miwili anakuwa bench. Toke na mimi sasa mjini niende hospitali, tukakaa mpaka asubuhi, tukamuelezea kwamba ni mambo ambayo hayana ukweli, hata kama yakiwa na ukweli, mambo ya kawaida kwenye maisha, unatakiwa urelax. Kwa hiyo ime to disturb kwenye promotion. Hiyo ni jambo ambalo hata usingenisikia mimi, linaonekana tu kwa picha ya kawaida. Kwa hiyo sisi kama club tunaamini mchezo pia huu ni mkubwa, na Watanzania huu mchezo wanautaka, na uhitaji wa point 3 kwa timu zote mbili pia ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunaamini inshallah tunafanya hamasa leo, na leo peke yake itatosha, naamini kabisa, kuwaamsha wanachama na mashabiki wetu, kuwaamsha Watanzania kujitokeza kwa wingi Benjamin Mkapa siku ya kesho. Twende inshallah tukapambanie klabu yetu. So far wakati tunaenda kutaka kujua au tunataka kufahamu labda maandalizi ya timu yako namna gani, swala la tiketi likoje mtandaoni? Manunuzi ya tiketi yako vipi hadi hivi sasa? Yes, kwanza unajua tiketi za VIPA nafikiri hii ni kwa mara ya kwanza kabisa kwenye historia ya dabi, lakini pia kwenye historia ya mechi kwa miaka ya hivi karibuni. Tiketi za VIPA zilimalizika siku ya Jumapili. Yaani ikiwa N-Card ambao wanashughulikia swala la ticket wametia tu kwenye system kwamba tiketi za VIPA ni hizi, Jumapili zikamalizika. Kwa sababu nyuma yake Yanga tulikuwa tunacheza mechi ya ligi. Ndio tuko Mwanza. Kwa hiyo Jumapili mzigo ulivyowekwa, tiketi zikawa zimalizika. Kwa hiyo tuliona muamko ni mkubwa kutoka siku ya kwanza. Hata tujatangaza tiketi za VIPA zikawa zimeshamalizika. Kwa hiyo tunaamini muamko ule umeendelea pia kwa tiketi za VIPB, VIPC, na muamko ule pia utakuwa na athari kwa siku ya leo na kesho kwa tiketi zote kumalizika, na sasa Watanzania kwenda kupata. Unajua inapoitwa Kariakoo Derby, sisi tu bado hatujaweza kujivunia vizuri. Yaani hatujaweza kutamba vizuri. Unajua sisi ambao tunapata bahati kidogo kusafiri Maulid ukifika Algeria, namna wanavizungumza dabi yao ya Algeria ni tofauti kabisa. Hata hapa South Africa tu, japokuwa timu zenyewe zote zina mtafute Orlando na Kaizer, lakini inapofika mechi ya Orlando na Kaizer Chiefs, watu wanakuwa wajivuni na mpira wao. Yani wanaona kwamba sasa tunakwenda kwenye tukio kubwa la nchi. Yani wanaamini Afrika yote huwa inatulia kwa ajili ya kuitazama dabi ya South Africa. Kwa hiyo sisi hapa tuanze, yani shida yetu ni kwamba hatujaamini kwamba dabi yetu inavyotajwa kwamba ni ya 3 au ya 4 kwa ukubwa barani Afrika. Sisi na tabia za Kitanzania za kupinga, tunajipinga mpaka wenyewe, yani kwamba ni kweli. Lakini ukweli, msisimko ambao upo kwenye ligi yetu, msisimko ni mkubwa sana, na hii inafanya tujivunie. Yani tuone kwamba sasa tunakwenda kwenye tukio kubwa ambalo nyie wote ni mashuhuda, mna marafiki ambao wanasafiri kutoka nchi jirani, kutoka nchi za mbali, waandishi wa habari mbalimbali wanakuja kwa ajili ya kuishuhudia Kariakoo Derby. Na ladha ya Kariakoo Derby Maulid sio dakika 90 peke yake. Ni hizi amsha hivi vionjo hivi. Hii ndio ladha ya derby. Kigoma unapokisikia ndio ladha hii. Sisi pale Tunisia tulienda, wakatuambia tunafuatiliaga derby yenu. Katika kitu hatukielewi, eti ni nyie mnaongozana pamoja. Yaani wao wanaona jambo njia zinatenganishwa. Yaani kama huko ingekuwa Tunisia
ile njia ya VETA ile. Hii ilikuwa njia ya Yanga, alafu njia ya Mbagala hii ni njia ya Simba. Yaani hamwezi kukutana. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send-off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.